in short wananiita Hat. Nataka niongelee jambo la makanisa ambaye niliona walikuwa wamejaribu push mswada ati makanisa yanafaa kutoza ushuru. Mimi nasema makanisa hazitoshani. Kuna zile makanisa ambaye zinatengeneza mamilioni ya pesa kila Jumapili ama kila siku, na kuna zile makanisa ambaye hata hazijiwezi, makanisa ambaye ziko chini ya tandarua, makanisa ambaye ziko chini ya miti, makanisa ambaye ni za nyumba ya mabati, hata wamekomboa kwa ploti ya mabati, makanisa ambaye zimejengwa za mabati. Hizi ni makanisa hazifai kutozwa ushuru, na makanisa kama za kina Apostle Ng'ang'a, kama Bishop Lai, kama Winners, hizi makanisa kubwa kubwa kama kanisa za kina Kanyari, hizi makanisa ndogo ndogo hazifai kutozwa ushuru pamoja na hizi ndogo na hizi kubwa. Kwa hivyo mimi kitu mimi nasema hivi, mimi naona hiyo ni kinyume cha sheria sana, na naona hii ni kama kukandamiza hizi makanisa madogo. Maana hizi makanisa madogo ukiangalia hao wachungaji hawajiwezi, hata wengine wanapiga mguu wakienda kanisani. Na unapata hizi makanisa kubwa kubwa kama kina Ng'ang'a wanatembea na magari, unafikiri hao ni magavana, unafikiri hao ni MP. Ukiangalia kina Ezekiel, zile ni makanisa zinaingiza mamilioni ya siku kila siku, mamilioni ya pesa kila siku, So unakuja unapata, mimi ninapinga jambo la kusema ati hizi makanisa zitozwe ushuru sawa. Hizi makanisa kubwa ndo zinafaa zitozwe ushuru, lakini hizi makanisa ndogo hazifai kutozwa ushuru. Kwanza hizi makanisa ndo mimi nasema Mheshimiwa Rais Ruto, badala ya kwenda hizi makanisa kubwa kubwa ukipeana huko milioni 20, afadhali uende kwa hii makanisa ndogo. Hata hii makanisa ndogo ukiwapatia milioni 20 kama kanisa hata 20, utakuwa umefanya jambo la busara na jambo la maana wataweza kujenga makanisa yao, wataweza hata wenyewe hata kujilipia manyumba. Mimi hiyo ndo kitu mimi naweza sema hivi, kwa sababu mimi inaniuma na inaniumiza zaidi, na ndio kwa maana nimekuja kama kilio cha makanisa madogo yenye hata mimi niko kwa hiyo kanisa ndogo, na hiyo kanisa ndogo ndio imebeba Mungu. Hizi makanisa zingine ni PR, hizi makanisa zingine ni biashara, hizi makanisa zingine ni panda mbegu, hizi makanisa zingine mpaka unakuja hizo si makanisa. Kwa hivyo mimi nasema hivi, hizi makanisa kubwa zinafaa zitozwe ushuru mkubwa zaidi. Kama kanisa inaweza tengeneza mamilioni ya pesa kwa siku hata kuliko serikali, itakuwaje hizi makanisa mnaziacha hivyo? Mimi nasema hizi makanisa kubwa kubwa zinafaa zitozwe ushuru. Hizi Catholic, hizi makanisa kubwa kubwa, kila kanisa yenye imebeba maelfu ya watu ndani, sio hii kanisa yenye imebeba watu 10, watu 20, watu sijui, watu hata wengine hata sadaka peke yake. Hata sadaka haitoshei. Unapata mchungaji Jumapili yeye akipata sadaka kubwa ni shilingi 1000. Unaweza mlinganisha na mtu kama Ezekiel, anatengeneza mamilioni ya pesa kila siku. Mtu kama Ng'ang'a mwenye mpaka amekosa heshima, anaanza kutukana mpaka makanisa mengine ati ni vibanda. Amekosa heshima, anaanza kutukana mpaka anaanza kutukana ati ku speak in tongues, ati hiyo ni ujinga. Watu kama hawa ni watu wameshaingiwa viburi, na ndio kwa maana unaona wanataka kubishana mpaka na serikali. Na ndio kwa maana mimi nasema hivi, hizi makanisa ndogo ndio ziko na wachungaji wenye wamenyenyekea, wachungaji wenye wako na roho ambaye anaomba ukweli, sio hizi makanisa ambaye zimejaa uongo. Hizi makanisa kubwa zimejaa uongo, ni utapeli, ni kunyang'anya watu, ni ile kusema tu ati sijui ati unabii, unatoa unabii, na ile unabii hakuna mali inapeleka mtu. So kwa hivyo mimi nasema hivi, hizi makanisa ndogo zisitozwe ushuru. Serikali mnafaa muangalie hilo jambo la makanisa ndogo, mkae mkijua hizi makanisa ndizo wachungaji hawa wanajituma. Wachungaji hawa hawalali, wanaombea nchi, wanaombea hata wewe president mwenyewe, wanaombea sekta zote za serikali, wanaombea wanasiasa. Kwa hivyo hizi makanisa ndogo ndo makanisa ambazo zinafaa kusaidiwa na viongozi, na hata we Mheshimiwa Rais pia wewe. Wacha nikukumbushe kwa Biblia, Yohana Mtakatifu yeye ndo alikuja akambatiza Yesu, na Yesu alikuwa na mamlaka
lakini Yesu akabaki amenyenyekea ili abatizwe na Yohana. Hata wewe Mheshimiwa Rais, inafaa ushuke sasa uende hizi kanisa ndogo ndogo hizi za mabati. Enda ushare na hao neno la Mungu pale. Wacha kwenda tu hizi makanisa kubwa kubwa hizi ambaye ikifika mahali wanaanza kukudharau, wanaanza kutengeneza notes za kuanza kukutukana kama Bishop Lai wa Mombasa. Hizi makanisa zimekosa heshima. Enda kwa hizi kanisa ndogo, ndizo kanisa ambazo zina Mungu ndani yake. Sio hizi makanisa kubwa zinadanganya watu hapa hivi. Hata ukiangalia kuna kanisa iko hapa Masimba, inajiita Faith Apostolic Revival Ministry. Hii kanisa inataka tu hata kujengwa, inanyesha ndani. Na huu mchungaji anajituma tena sana, anajituma. Unapata anafika pale asubuhi, aanze kumhubiri Mungu, anaombea mpaka we Mheshimiwa Rais, anaombea na serikali yako, anaombea kila Mkenya. So hizi ndo makanisa zinafaa zishughulikiwe. Viongozi mnafaa muinue makanisa kama haya, naye Mungu atabaki ameinua uongozi wenyu. Maana ukiwa mwaminifu kwa kile kidogo, naye Mungu atakuinua kwa kile kikubwa. Kwa hivyo mkuwe mwaminifu kwa hizi kanisa ndogo ndogo, na ili sasa Mungu akuja ainue uongozi wenyu. Asante.